Kwa nukta hiyo sasa, moja kwa moja tuelekee kwenye Zilizobamba. Abel Hassan yuko hapa, atakwenda kutupitisha huko Mkondoni kwenye taarifa mbalimbali ambazo zimejiri na kushika hatamu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Zilizobamba na Ali Mufti. Naam. Hakuna kile kionjo cha Zilizobamba. Bwana. Magereza Mang'ula sasa hivi wameketi wanafuatilia kwa karibu mno, lakini kule maeneo ya Mbuzini na kwenyewe pia wameketi sasa hivi wanafuatilia. Jambo lakini wakati kipindi kinaanza ulikuwa unawauliza, mmeuliza kakaangu Mkini, lakini pia Michael Hiera kwamba kwa nini Mbinga kwa mfano watazame kipindi. Na mimi nikasema kama ningeulizwa hilo swali ndio nasema kwa nini watu wa Kilombero waangalie ama walipie kisimbuzi chao. Cha kwanza waangalie wanione kijana. Lakini kama wanavyokuona kule Tegeta sasa hivi. Lakini niulize watu wa Zanzibar na wenyewe kwa nini walipie kisimbuzi chao? Wanitazame shemeji. Mbuzini bali. Wanitazame shemeji yao. Philip, unaanza kuwa unanielewa sasa, naanza kupata picha. Uko vizuri mzee wa Mbuzini? Alhamdulillah tupo vizuri sana. Nimefuatilia kipindi Wajina anaendeleaje Wajina? Anaendelea vizuri alhamdulillah, tupo vizuri kabisa sio maana yule. Ya kabisa. Ulikuwa unafuatilia kipindi Unyo. Basi. Maagizo yote ambayo umeyatoa nakumbuka ukiwa na jopo lako hapa mlihitimisha ya kwamba Faisal Salum ndiye mchezaji bora kwa misimu mitatu mtawalia. Tukasema neno mtawalia. Na tukasema hii line inabidi tuwe tunaibold. Hiyo mtawalia. Hii mchezaji bora kwa misimu mitatu mfululizo. Hiyo line inabidi iwe bolded. Yes. Na umefanya hivyo mzee wangu na ukasema wakiingia Mkondoni kule sasa. Yes. Wataikuta hiyo. Bila shaka wataikuta. Maliza. Unaniruhusu niendelee sasa? Karibu bwana mzee wangu. Kuna nini leo kwenye Zilizobamba? Yes, twende moja kwa moja katika yale ambayo leo bamba katika mitandao ya kijamii. Leo umenibamba. Mimi mwenyewe leo umenibamba. Yes, asante sana kuungana na Idi Nonga, lakini pia Philip Mkini na kiongozi ama mtangazaji kinara Hassan Ahmedi. Sawa. Huwa watu wanachanganya jina lako, wakati mwingine huwa wanakuita Ahmed Hassan. Yote yangu hayo wala sina mashaka. Unaridhika tu? Naridhika. Hakuna ugomvi. Mimi nimeridhia kabisa. Sawa, yes, hii hapa ni posti ya bodi ya ligi TPLB. Wenyewe wameweka posti wakisema kituo kinachofuata kwa mnyama Simba Sports na wananchi kwa maana ya Yanga ni Kariakoo Derby. Star gani wa timu yako anakupa kiburi cha kuondoka na alama 3 Mei 3. Hilo ambalo lipo mezani kwa sasa, mbali na Muungano Cup mwaka 2026, lakini kuna dabi ya Kariakoo ambayo itaenda kufanyika tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu 2026. Sasa swali hili huenda pia tunaweza tukalipeleka kwa wachambuzi kwa uchache tu kidogo. Ni mchezaji gani ambaye mnafikiri hapa wamemweka Pacom lakini Libase Geye, lakini nani ambaye unafikiri kwenye timu za wachambuzi wangu hapa Yes, nafikiri ni nani ambaye anaweza kang'ara zaidi katika upande wa Yanga, lakini upande wa Simba ndo mwenyeji. Kwangu mimi story sio hii ya Yanga ya chini. Yaani Pacome sio mtu wa kumzungumzia tena kwenye Kariakoo Derby. Ameshawabeba sana Yanga kwenye hizi mechi. Kwangu labda kwa Simba kwa sababu wana wachezaji hapa ambao wameingia, naweza nikamchukua huyo ambaye amemweka Libase Geye kwa upande wangu. Kwa Yanga ni Pacome Zouzoua. Mara zote kama tunazungumza hapa, ukiweka dabi 3-4 ambazo zimepita, huyu bwana alikuwa amezibeba sana hizo mechi. Kwa Simba ni Libase. Kwangu mimi naweza nikaenda naye kwenye hii dabi. Sawa, kaka Nkini? Kwa upande wa Yanga mimi naenda na Diarra. Mimi nafikiri kama ukizungumzia hizi mechi ambazo Yanga wameshinda mechi nyingi, mabega yake wamekuwa wakibebwa na Diarra kwenye hizi mechi za hivi karibuni. Lakini mimi Simba naenda na Rushaine Derek. Yani naye ni mmoja kwenye dabi ambao amecheza mpaka sasa hivi. Kwangu mimi nafikiri ndio mchezaji star zaidi kwenye kikosi cha Simba. Ukiacha wanaoingia na kutoka, yeye amefanya kazi nzuri zaidi. Mimi hao wote wawili kwangu kwenye dabi
siwaweki, lakini nitaenda na Diarra huku, nitaenda na Rushaine. Yes, bila shaka swali hilo la umeridhika na majibu ya wachambuzi wangu? Mimi nimeridhika kikweli. Basi tuendelee mzee wangu. Haya, twende katika posti nyingine Lakini tuone. kuna swali nimeliona hapo kwenye hilo. Kwenye Maswali mengi yalikuwa hapo. Comment nyingi zilikuwa hapo. Comment zilikuwa hapo chini hapo zina kitu. Uwanja. Yaani inaonekana kwamba dabi ya Kariakoo inabebwa na uwanja sasa hivi. Uwanja ni uwanja gani? Yaani watu wanne na sisi watatu wote wanauliza kuhusiana na uwanja. Watu watatu pale naona walikuwa wanauliza uwanja. Yes, uwanja. Alafu mmoja ndo akasema Pacome Mohamed Fadhila Sabini. Mohamed Fadhila. Tuendelee bwana kwa post nyingine. Watu umekuwa sio rafiki sana. Haya. Bwana, bila shaka hii picha itakuwa inamkumbusha mbali sana mtangazaji kinara Hassan Ahmed. Kabisa. Nimepanda sana hizo kaka. Umepanda sana? Sana. Ukiwa unaenda shule? Sana. Nimepanda hizo mpaka zenyewe zikawa zinanijua na jina langu. Yaani hizo ulikuwa unapanda mpaka ukionekana. Yule mbona leo hayupo? Kuna hapa yupo. Muda wake huo. Moja ya vitu ambavyo Zanzibar bado wanavidumisha ukiingia katika usafiri aidha huu au hata wa aina nyingine ule wa public, kwa maana ya wajumuiya, tunasema wajumuiya, naweza kusema hivyo. Yes. Abiria mpya akiingia mule anatoa salamu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa wote, na watu wanaitikia. Hiyo ni kawaida Zanzibar. Na hilo nakosea? Haukosei kabisa. Na sasa hivi bwana hairuhusi kujaza ile gari mpaka kuja hapo Pomoni. Ile askari akikuona shehe hilo kosa. Ile mnapojaa kama gari zenu zile za kule nani kuelekea Mwandege kule. Tena mmejaiba funaambia upande wa pili huko. Ile unajaza mpaka unapiga dirishani. Ngoja habari hizo hazitaki. Hizo zina namba? Zina namba kaka. Si ile pale chini bwana. Nimeona 158 kwa eneo sasa ninapokwenda. Ukiona moja eneo. Yaani ukiona 154 hiyo gari inaenda Nyarugusu. Ukiona hiyo 158 kuna sehemu inaenda. Nishaanza kusahau sasa hivi kwa sababu ya namba. Ila hizo nini huko kama kusaulisha au? Hizo namba ndio maeneo ambazo gari zinakwenda. Kwa mfano uwanja wa ndege nakumbuka ilikuwa 115 kama nitakuwa sikosei. Lenza pia zina utofauti. Mbona watu wawili pale wamesema kwamba hiyo inaenda Mchangani. Mchangani bwana. Kwa Mchangani. Sasa hizi na tena wewe unasema kabisa ndio mposti gari la kwetu Pwani Mchangani. Sasa hii ni karibu na anapoenda Mufti. Mufti alipooa, Mufti kwa sababu ameoa Mbuzini, kutoka hapo ndo unaelekea huko Pwani Mchangani. Na ukiziona hizi za hivi sasa hivi aghlab na sio nadra. Maana aghlab ni mara nyingi. Mara nyingi huwa zinakwenda shamba. Ndio zinakuwa hivi za chai maharage. Sawa. Yes, hii yote inaashiria ya kwamba Muungano Cup inaanza leo hii, ambapo Young Africans itacheza dhidi ya Mwembe Makumbi. Na Mwembe Makumbi wametangaza wanataka milioni 150, ambayo hiyo ndo ataichukua bingwa katika mashindano ya msimu huu ama mwaka huu. Kwa hivyo 150 itakwenda kwa Mwembe Makumbi, maana yake ni kwamba lazima leo washinde, sio? Ndio, na hakuna kujiuliza mechi zao 3. Hakuna kujiuliza. Nakumbuka safari fulani katika mashindano ya Mapinduzi Cup, wakati ule akiwa Ankari, Juma Mgunde aliwahi kusahau akisema kwamba tumebakisha mechi 3, na wakati huo kumbe ilikuwa unakumbuka? Nakumbuka. Pep Guardiola mnene. Yes, hakuna kujiuliza. Yes, tuende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Haya ni mambo ya Muungano. Picha inajieleza vizuri kabisa. Mwamba huyo. Julio Alberto Pereira Tarantin, Jose Mourinho walimuongezea hilo jina. Lakini picha hii inaonesha namna gani ambavyo yeye huwa anafundisha kwa vitendo anapokuwa uwanjani. Ni kocha huyo Jamhuri Kiwero akiwa na kikosi chake cha mashujaa ambao wapo kule Kigoma wakisubiri Azam FC katika mchezo ule wa CRDB Bank Federation Cup, na tuliwasikia pale ama tulimsikia kocha namna ambavyo mimi siwaogopi nisipowafunga wao nitamfunga nani? Ile mechi iliyopita waliponea chupu. Ndio. Basi tutaona muda utakavyofika, na ratiba ilitoka tarehe 10 kati ya tarehe 15 mpaka 17 kama sijakosea, sio kati hapo hiyo michezo ya robo finali ya CRDB Bank Federation Cup. Unajua Julio neno lake la mwisho alisemaje? Azam hesabu wameshatoka tu kwenye ama.
bwana kama unamsikiliza anakubaliza kabisa mwanangu nje. Julio alisema hivyo. Yaani wahesabu washatoka. Azam wahesabu wameshatoka kwenye mashindano. Yeye bwana kama angeingia kwenye vitasa huku na kwenye angenogesha zaidi. Mtu wa maana kabisa. Sawa, twende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Huyu hapa ni Depu. Na jana alionekana katika viwanja vile ambavyo vipo pembezoni mwa uwanja wa Amani pale. Uwanja upo pembeni tu kabisa hapa. Wanaita Annex. 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 Hivi viwanja zamani vilikuwa vina mchanga sana. Havikuwa ilikuwa na nyasi hivyo. Inaweza ikafika miaka dahari, lakini sasa hivi vimeboreshwa, mambo mazuri kabisa. Na Yanga naona huwa wanapopenda hapa wakienda Zanzibar mara nyingi wanatumia. Ni kando tu ya uwanja huo wa. Yes, ndio hapo. Lakini vipo viwanja vingi Zanzibar vya kufanyia mazoezi. Kabisa. Bali na huo hapa. Naona Maisara. Maisara. Pale Jang'ombe na hapo Kilimani pale kuna uwanja. Si ndio Ndio. Haya. Lakini huyo habari kubwa ni Depu kuonekana yupo uwanjani kwa maana kwamba amerejea na huenda akanogesha zaidi. Hajaonekana siku nyingi. Yes, watu walikuwa na hamu naye lakini sasa amerejea uwanjani. Inaweza ikawa ni taarifa njema kwa mashabiki wa Yanga, lakini pia ni wale ambao ulichoshindwa kusema ni kwamba mtambo wa mabao umerejea mazoezini. Hiyo ndio ilikuwa headline nzuri. Tuende kwenye posti nyingine. Haya, mtambo wa mabao umerejea mazoezini. Bas. Haya, bana jana niliahidi na bahati nzuri baada ya kupita pita nikakuta mtangazaji kinara miongoni mwa watu ambao wametajwa, naye ameweka comment yake muda wetu wa Lumbi. Hii hapa Hassan Ahmed. Haipo hapo unaiona ipo hapo. Nimeweka kwanza, nimemwaga moto kwanza kama dragon. Hala kabisa. Afrika sema muda wetu wa Lumbi. Na nikwambie tu kuna watu wamekwenda, kuna reply hapo ipo, lakini kuna watu wamependa hicho ulichokicomment kwa maana ya kulike kwenye comment yako. Lakini kikubwa ni kwamba nimeona Mzinga naye ameandika Vikura isome huku. Hii kodi iko sasa ina Vikure hii. Ndio Vikure kaka. Ile comment ya Mzinga sasa tuwa mjini ile. Ile zaidi ya Vikure ile. Wao wamefanya kazi kubwa sana hali. Vikure wamefanya kazi kubwa sana. Na hii niliahidi jana nikasema lazima tufanye hivyo. Tutazungumza vizuri na Bakita ndio tuweze kuona namna ya kufanya jambo hata cha appreciation sio mbaya, kutambua mchango ni kweli kwa kufanya kazi kubwa. Sawa, tumalizie na jana nafikiri jana kama si juzi, ukipita katika kurasa za bodi ya ligi lakini pia ukurasa wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF utakuta kule makamu wa kwanza wa rais wa TFF Athman Nyemlani alienda kufunga ile kozi ya awamu ya 4 ya Vikure. Hala. Amefunga kozi ya awamu ya 4 ya Vikure. Basi lakini ilishakaa kichwani hilo sasa hivi. Bana, La Liga wametupa takwimu za Lamine Yamal ambaye msimu huu inaonekana aking'ara zaidi kwenye assist na assist mpaka sasa ameassist mara 11, lakini big chance created, chances zile chambuzi hapa, hebu ziweke vizuri kwenye lugha ya chance ambazo wamezitengeneza. Hii big inakuaje hapa sasa? Kwamba ni chance ambazo zina kubwa zaidi za goli. Sasa wakati wa Lumbi wanaweka vizuri hiyo na wamesema La Liga wametupa. La Liga wametupa. Wametupatia. Hawajatupa. Wametupatia. Hawajatupa, wametupatia. Hawajatupa. Walumbi mnaendelea. Wametupatia. Walumbi mnaendelea. Washititi wa lugha, wataalam. Wametupatia. Wametupa. Au tutupe? Kutupa ni hivyo. Vizuri. Sasa wametupatia. Kwa hivyo big chances created ni 25, lakini chances created ni hizo 71 bwana. Hizo ni chance ambazo sasa hizi hizo ni nafasi za kawaida za kawaida tu. Lakini zile ni zile kubwa zaidi. Yaani ukikosa ndio na goal share au una possibility ya kufunga. Sasa hii inamaanisha nini kwa Lamine Yamal lakini pia kwa Barcelona? I think ni ubora ambao Lamine amekuwa nao, lakini pia manufaa ambao kwa sasa Barcelona wanayapata. Tunaizungumzia ni timu bora na karibia kuchukua La Liga. Msimu uliopita walikuwa na makombe 3 ya ndani, ndio kinamaanisha ubora ambao wanao na umri wako wa miaka 18 kama watamtunza na misimu mingi sana kwenye hizi takwimu ambazo tunaziona na rekodi ambazo wengi tuliamini alivyotoka Messi na Ronaldo kwenye umri ambao wengi walikuwa wanafanya vizuri. Tulikuwa tutegemei kwenye hii dunia kama tutapata mtu mpya
amekuja bwana mdogo. Na wakati anaondoka Messi ulikuwa tunaamini Ansu Fati anaweza akavaa viatu vyake, lakini sivyo bahati. Ameibuka bwana. Lamine Yamal ametokea kusipojulikana, akaja akachukua nafasi hiyo. Hiyo ndio unaita from nowhere, akatokea Lamine Yamal. Sawa. Tumemaliza bwana, tumemaliza bwana. Mimi nirejeshe kaka, leo kodi yako imenikosha mno. Nashukuru ndugu. Lakini wewe unamaliza zaidi.